tunataka kuongea ndani yao katika nyumba la Mungu siku ya leo. Na kuna kitu naishikia kuweka ndani ya maisha ya mtu. Yes. Maana kuna mambo Mungu ameniambia. Ndio. By the way, mimi sijalala saa 9 bado nilikuwa honi. Ndio. Nilikuwa katika hali ya maombi na kuna mambo mengi sana Mungu amenena na mimi saa 7. Ndio. Ndio nikaingia katika hali ya kutulia tu. Yes. Nikawa hata nikachukua kalamu. Nikaandika vitu zingine nimeweka hapa, sidhani hata kama mke wangu ameziona, nimeweka karatasi kwa Biblia yake. Yes. Na nikaziweka hapo. Mungu alikuwa anaongea na mimi katika mambo ya kiajabu sana nikiwa nimetulia pale. Nikakimbia kwa room yangu nikachukua kalamu. Nikaenda nikakuja nikaanza kuandika. Kuna kitu moja nataka kuongea na wewe. Ibrahimu alipokuwa akitoka katika nchi ya baba yake na mama yake Haran, inasemekana alikuwa na mali zile alikwenda nazo. Na akawa na mke wake na Rutu akamfuata, lakini hatutajiwi ni nini. But chapter 13 inasema ya kwamba baada ya kupitia uchungu katika hali ya kiangazi na matatizo ya nchi ya Misri alipoenda kutafuta msaada, maandiko inasema akitoka huko kuelekea nchi ya kusini, neno la Baba linasema ya kwamba Abrahamu alikuwa amebeba nini? Listen to me very careful. Maandiko ya Baba inasema ya kwamba akatoka huko pamoja na utajiri mwingi. Maandiko inasema alikuwa amebarikiwa, akawa na utajiri wa mali, aina ya mifugo, aina ya fedha na aina ya dhahabu. Yani specifically unaweza ukaelezewa mtu huyu ni tajiri na aina gani? Mtu huyu amebeba nini? Mpendo, nimekuja niongee na roho yako. Nikwambie kwamba kauchungu uliokuwa unapitia, kuna nyungu ilikuwa inatengenezwa, kuna vitu vilikuwa vinatengenezwa, na kuna mahali unaelekea. Hauelekei mahali pa hivyo. Ibrahimu anapoitwa na Baba, kazi yake ni kutii tu. Nimekuja niongee na moyo wako. Nikwambie mpendo, kama utatii, uende vile Mungu anavyotaka, kuna baraka inakungoja mbele. Na sio kuanguka, ni ushuhuda wa ushindi. Kuna bendera inakungoja mbele, itapeperushwa ya ushindi. Kuna baraka zinakungoja mbele, wadui zako wakasundie. Ondo muradhimene, muradhime, usio muradhime da, gerumeka. Enda chapter 12. Inasema nini? Maandiko inasema ya kwamba Mungu akamwambia Ibrahimu, yule atakaye kulaani nitamlaani, yule atakaye kubariki nitambariki. Hiyo ndio ilikuwa ahadi ya kwanza. By the way, alipojaribu kwanza kumpinga alipokuwa katika nchi ya Misri, neno la Baba linasema ya kwamba Mungu alimpa kibali kule, niko chapter 12. Lakini chapter number 13 maandiko inasema alipokuwa akitoka, alitoka na mali. Asikuwekwa specific kule. Hiki wache niwaambie wapendwa, saa hiyo ujulikani na chochote kile, maana kuna kauchungu unapitia. Wache niwaambie wapendwa, Mungu akamwambia Ibrahimu, nitakubariki wewe na uzao wako watabarikiwa. Kama unaamini uko katika line ya nyumba ya Ibrahimu, katika hiyo line mpendo, wacha kulalamika kwa yale umekuwa ukipitia, maana ni ushuhuda ya baraka zako zikahesabika, sijulikane ni gani Mungu amekupa. Hello. 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 Are we together? Yes. Kuna siku na koti ya kuvalia. I survived for 3 years na koti moja nilikuwa ya kupewa. Ndio. 3 years. Miaka ya kwanza kuhubiri injili. Haikuwa kazi rahisi. Ilikuwa na kifungo moja. Na ikipotea naenda naomba ingine ile yote ya rangi yote naweka. Na sona na usi ya gunia tu. Nachukua naomba sindano mahali. Naenda naisonelea. Wacheni niwaambie wapendwa, kuna Mungu badilisha maisha ya watu. Kuna Mungu badilisha maisha ya watu. Hata wakikudharau kuna Mungu badilisha. Maandiko yanasema Ibrahimu akitoka pale akatoka na nini? Akatoka na mifugo. Sikiliza. Eti akatoka na mifugo. Akatoka na mifugo. Kinachoanzia ni nini? Kinachoanzia ni mifugo. Unajua ninapenda Mungu yule amenibariki. Manake katika hali zote kile kimeanzia kwa Ibrahimu si magari na farasi, vitu kubwa na gari za vita. Anaanzia na nini? Mifugo. Alo, mhubiri mmoja aliniambia, hata kuna bishop alikuja hapa akaniambia ya kwamba, wewe umebarikiwa kama vile Ibrahimu alibarikiwa. Kama uko na hizi vitu hapa ninaona hapa, Mungu amekubariki. Kweli mimi nikanyenyekea, nikamwambia naishi kunyenyekea. Akaniambia wewe ni yako, hiyo kuani yako ni kali sana, ni mzuri. Kuna mwingine nilionanga hivyo, lakini hii yako ni nzuri. Bwana sifiwe sana. Amen. Ainurua Mwokozi. Hivyo ninapokutabiria najua ninaongea nini juu yako. Halo wapendwa. Ninajua ninaweka nini katika maisha yako. Wanaojaribu kusema hakuna mahali unaenda, waambie bye bye, maana wewe si wa kirasi yao. You are going somewhere. Hata kama uko katika hali hiyo uko nayo, you are going somewhere. Hao wanaona hakuna kitu unafanya, ni wanadamu tu wanaona kwa macho yao. Huko makuona katiko kayara kuona. Huko mamutaka katiko kayara kuita. Haleluya. Amen. Are we together wapendwa? Hivyo wanakuita si vile Mungu anavyokuita.
Na hivyo ninataka niongee na roho yako. Hivyo ninataka niongee na nafsi yako. Nataka nisungumze na maisha yako. Mpendo, wacha ujue kitu hii. Wakati Ibrahimu ametoka na akati, alalamike katika hali. Baba, ninakushukuru maana hili kanisa litakorogwa na litakorogwa. Wapende wasipende. Alo? Litakorogwa na litafanya nini? Na litakorogwa. Hivyo ninamshukuru Mungu maana nataka tukue hivi saa hii. Nimetamani sana tusingatie ile ambaye amepeana. Tuwe tunatolea viatu pale, tunaingia ndani ya kanisa bila kukuwa na hiyo mambo mengine. Haleluya. Tukitunza njia zake bila ametuagiza. Lakini najua hii ni njia tunapita tu. Hii ni kupita tunapita. Ndio maandiko inasema nini? Ibrahimu akasafiri na mifugo yake. Hebu sikiliza. Akasafiri pamoja na mifugo yake na nini nyingine? Na fedha. Na nini nyingine? Na dhahabu. Akasafiri na fedha yake na dhahabu yake. Akafika wapi? Akafika kwa madhabahu ile ya kwanza. Halo? Madhabahu ya kwanza aliyokuwa amemwinulia Mwenyezi Mungu. Haleluya Mesia. Halo? Maandiko inasema ya kwamba akamwambia sasa kutoka hapo. Listen. You know what happened? Unajua kilifanyika nini? Unajua nini kilifanyika? Am I talking to somebody there? Yes. Neno la Mungu linasema nini? Kwa sababu ya mifugo na hali ya mali waliokuwa nayo pamoja na Rutu. Rutu alifuatana na yeye bando. Akitoka huko wako pamoja. Walipokuwa wakienda, hebu nisomee verse 1 usikie. Kuna kitu moja nataka ushike tu vizuri. Unisikilize kwa makini. Verse 1. Verse 1. Inasema nini? Abrahamu akapanda kutoka Misri. Yes. Yeye. Na mkewe na kila alichokuwa nacho. Kuna mali nyingine unasikia mtu akitajwa hapo? Na Lutu pamoja naye mpaka kusini. Wakasafiri na Lutu pamoja naye kutoka Misri hadi mpaka kusini. Naye Ibrahimu alikuwa ni tajiri sana kwa mifugo. Ibrahimu alikuwa ni tajiri sana kwa mifugo na kwa fedha na kwa dhahabu. Wakaenda kusini. Walienda wakaingia wapi? Akaendelea kusafiri kusini mpaka Betheli. Mpaka alipofika Betheli, mahali pale alipokuwa, hapo ndipo palikuwa na madhabahu ya kwanza. Hema yake kwanza kati ya Betheli. Betheli ndipo alinulia Mungu madhabahu ya kwanza pale. Yes. Kuna siri mahali pale Betheli. Madhabahu ya kwanza ni ya muhimu. Kwa hivyo haikutupwa na haikuharibiwa. Ibada za kwanza zile ulimpia Mungu. Ukamwambia Baba, nimekupia roho yangu. Nimekupia maisha yangu. Hiyo ina maana kubwa sana mbele za Mungu. Maandiko inasema ya kwamba alipofika mahali pale, wakakaa mahali pale, naye Rutu katikati yake mahali pale pamoja naye. Kinachotokelezea mahali pale sasa ni jambo la kiajabu, manake pia Rutu alikuwa na utajiri wake na mali zake. Neno la Baba linasema wachungaji wa nyumba yake Ibrahimu pamoja na wachungaji wa kundi lake Rutu wakaanza kubishana na kuulizana. Kwa nini? Kwa sababu hii na ile nyingine. Sababu nchi ilikuwa ndogo, haingeweza kuwatosha. Yaani kwa njia nyingine walibarikiwa mpaka mahali mali zao ziko hakuna space ya kutosha. Kuna mtu niongea naye katika nyumba ya Baba, nimwambie ya kwamba sio story. Kuna Mungu anakuja kukubariki katika maisha yako mpaka ukoze pahali pa kuweka. Na ninapoongea kuhusu baraka, siongei kuhusu billions of money. Naongea mifugo kwanza, naongea mashamba kwanza, naongea dhahabu, naongea fedha, naongea mavazi ya utukufu wa Baba. Amen. Unaonekana umebarikiwa. Ndio. Halo. Unajua kuna watu fikiria kubarikiwa ni kuitwa bilionea ama milionea. Hapana. Hawajui kubarikiwa ni nini. Wapendo, wacheni niwaambie. Kubarikiwa ni wakati Mungu amekupa mifugo kwanza. Mifugo ni ya maana. Mungu akahitaji sadaka. Hata akatumana kwako wageni wakuje, si utawachinjia? Ndio. Si watanena baraka kwako? Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini ukiwa na pesa utachinja pesa? Hapana. Utachinja pesa? Kuna wakati mmoja kulikuwa na hali mbaya sana wakati wa vita. Watu wako na pesa kwa mfuko, lakini kununua hata chakula ilikuwa ni ngumu, ungepata. Wale walikuwa Rift Valley, ulikuwa unafunga duka, unakula ile stock iko ndani, ikiisha utajipanga. Nakumbuka mimi nilienda huko, unajua nyinyi hamwezi jua mambo mengine. But nataka nikueleze kitu kimoja. Kubarikiwa ni kitu ya maana sana na mifugo. Na hizi vitu unaona za mashambani. Hallelujah. Amen. Are we together? Watu wanaonanga kama hiyo si baraka, hiyo ndio baraka ya kwanza. Unapaswa kuwa nayo.
kama wewe ni wa nyumba Ibrahimu. Yes. Pale bomani. That's why nilikwambia ukitoka hapo, sasa ni ploti, ukiweka yako, weka mifugo hapo. Bwana sifiwe. Kula mayai ya kuku zako hapo. Kunywa maziwa ya mbuzi zako na ng'ombe zako hapo. Hello. Hallelujah. Are we together? Yes. Tuko pamoja jameni? Ndio. Nataka niongee na roho ya mtu hapa. Katika nyumba la Mungu. Nipate mtu mmoja tu anaweza akapokea message ya siku ya leo. Nipate mtu mmoja tu peke yake. By the way, Ibrahimu wanaandikwa na nani? Wanaandikwa na nani? Na Rutu. Ambia mwenzako usikue Rutu wangu leo. Usikue mwenzako mwambie usikue Rutu yangu leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaukia mwenzako mwambie usikue Rutu katika hii safari. Yaukia mwenzako mwambie my neighbor. Usikue Rutu. Usikue Rutu. Unajua safari hii inahitaji mtu wa kusikia na kutenda bila baba amesema. Bila maswali mengi na manunguniko. Yes. Maandiko inasema ya kwamba Ibrahimu alipoona kuna magombano, akaja akamwambia, wewe usikubali magombano, tachagua tu. Hii nchi ni kubwa. Lakini sikiliza maandiko na state nini? Mali zile wako nazo hazitoshei mahali walipo. Yes. Lakini Ibrahimu akiongea anamwambia nchi ni kubwa, ichagulie pande moja. Haleluya. Tazama nchi yote iko mbele yetu. Yes. Hivyo chagua. Hicho unaona kama akifai. Listen to me. Maandiko inasema akamwambia chagua. Ukienda kushoto, nitaenda kulia. Ukienda kulia, nitaenda kushoto. Neno la Bwana linasema alipotazama akaona, akamwambia ifai tugombane kati yangu na wewe because we are brothers. Amen. Amen. We are brothers. Hello. Hello. We are brothers. Hatufai tugombane. Hivyo wewe jipange tu. Tukianza mimi sasa ndivyo Mungu aliniambia. Hakuna haja ya mabishano. Wewe ondoka tu, pima manyayo zako, angalia. Kutoka hapo Mombi fika 44. Nitakuwa nimefungua njia. Siku ya kwanza nikafanya ile inaitwa upelelezi wa kwenda kutafuta. Siku ya pili Bwana akaniambia ni hapo. Sasa tuko hapo tu sababu Bwana amepeana. Halo? Yes. Na akaniambia hapo umeanzia kadogo. Piga picha utakumbuka siku moja. Mpaka wale ukumbuka sababu kuna kitu Mungu alitenda. Hallelujah. Mimi najua Mungu si muongo. Listen to me. Listen to me very carefully. Maandiko inasema ya kwamba Abraham akamwambia Rutu, wewe chagulie. After they separated wakaenda. Rutu aliangalia akaona nchi ile nzuri ya kuenda ni huko karibu na Jordani kule. Alipoangalia akaona wacha niteremke. Katika eneo ile akafika mipakani ya karibu na Sodoma. Akaenda akaweka hema yake karibu na Sodoma umbali ule, na neno la Baba linasema habari zake kutoka hapo zile zinaendelezwa ni za nani? Ni za nani? Kuna mahali pengine tunampata tena na kutabiria katika jina la Mungu wa Israeli. Ili habari yoyote apingae safari yako na Mungu, yes, leo awekwe mbali na wewe. Amen. Leo awekwe mbali na mimi. Leo awekwe mbali na wewe. Yes. Ambia mwenzako na wewe amua. Na wewe amua. Hata Ibrahimu alipoamua aliamua. Kile kinamsumbua. Magombano mahali natoka. Iende mbali. Iende mbali. Hallelujah. Amen. Maandiko inasema Ibrahimu ndiye alimwambia, please let us separate. Si ndiye alimwambia? Nimekuambia mark that one. Please let us separate. Wacha tusigombane. Hakuna haja ya kugombana. Wewe enda huko tu. Na wakatengana. Walipotengana sauti ya Mungu ikaja kwa Rutu. Ni kwa Rutu. Ni kwa Rutu. Utandanganywa kubali. Ni kwa Rutu. Hiyo ni uongo. Haikuenda kwa Rutu. Sauti ya Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo ikaenda kwa Ibrahimu. Ikamwambia nini? Ati sikiliza sasa. Ati kukubariki nitafanya nini? Nitakubariki. Akiwa pale anaambiwa angalia wapi? Sikiliza vizuri. Anamwambia angalia. Angalia kusini. You know, watu wengi wako na macho lakini hawaoni. Na masikio hawasikii. Ili wasija wakaokoka, Bwana Mungu akawaponya. Nini kilikuwa kinasumbuana na hawa? By the way, inchi ni sawa, inakaa bustani ya Mungu, lakini all of a sudden kuna baraka inaongezewa. After baraka.
After baraka inakuja ingi. Nchi si nzuri. Mungu anasema nini tena? Anasema nini? Anasema sasa kutoka hapo angalia mashariki. Nani naambia? Ibrahimu. Angalia mashariki. Unaweza kuwa na macho waambiwe ende uangalie lakini ujali. Ngojea hapo kwa Mungu lakini ujali. Mungu akamwambia angalia mashariki. Angalia magharibi. Angalia kusini. Angalia kaskazini. Ndio baba Mungu anipe hili neno, tumeongea na yeye mambo kadhaa. Na kama kuna mtu wako tayari leo hii itendeka kwa Ibrahimu ukijijua kama uko na imani vile aliweka kuamini Mungu. Leo kuna kupanuka kwa mashariki, amen, kusini, kaskazini na magharibi. Amen. Mimi najua sina habari za kufungukiwa hizo watu wako nazo. Eti uweze ukahubiria Mungu, ukahubiria watu ama ukapokea ujumbe kwa sababu kuna hali uko nayo ili umefungukiwa kwa kitu fulani. Unajua hizo hali ni mapepo inainua ndio usione Mungu wako. Ibrahimu katika hali zote aliona Mungu aliyemwambia twende. Geukia mwenzako mwambie wana Mungu aliyekwambia twende safari. Geukia mwenzako mwambie my neighbor. Enda na Mungu aliyekwambia twende. Wacha kuenda na hali. Mwambie mwenzako wacha kuenda na hali yako. Wacha kuenda na bila unaona. Enda na Mungu aliyekuita na utapata ushindi. Pigia baba makofi mazuri. Haleluya. Amen. Pigia baba makofi na vigelegele mzuri. Maandiko yanasema ya kwamba Bwana Mungu akamwambia Ibrahimu, sasa hii tunaangalia. Angalia vile kulivyo, kukubariki nitakubariki. Kama nikubariki nitafanya nini? Nitakubariki. Angalia upande wa mashariki, kusini na kaskazini na magharibi. Yaani yeyote akiweza kuhesabu mchanga. Halo? Ya vumbi hii. I like this. Mchanga. Yeyote akiweza kuhesabu what a promise my friend. Unaweza hesabu hata utu peke yake. Hatufiki gramu 10. Inawezekana? Hapana. Is it possible? Can you even count 10 grams? Is it possible? Mchanga. Sometimes huwa tunahubiriwa tunakosa kuelewa capability ya Mungu na uweza wake. The value, the quantity aliyo nayo. Mungu huwezi mlinganisha na zile vitu unapitia na ile mambo inakusumbua. Yes. My friend, if you cannot count 10 grams of dust, kama huwezi ukahesabu gramu 10 za mchanga, utoe hesabu yake ya Mungu yaachie mbali, fuata vile anakuambia. Halo? Tufanye nini? Uachane mambo ya Mungu, achana nayo ile ambayo ujui, enda mwambie baba sijui. Na mwambie baba nishika mkono. Achana na sarakasi zile zinafanywa na watu. Hallelujah. Are you listening? Or you are preaching to the other people? Or something is preaching to you? Listen to me very carefully. Maandiko inasema hivi. Listen. Kama watu wakiweza kuhesabu mchanga wa dunia, si wa baharini. Sasa mchanga wa dunia, si wa baharini. Unajua ya baharini ni ile imebebwa ikawekwa kando. Kwa hivyo ihesabiwe pamoja na ya dunia. Maana yake ile mchanga iko hapa, hii iko Mombi, Mweki, Githurai, wapi? Kayole, Molanga. Dunia mzima wewe hesabu mchanga kila mahali iko. Amen. Kwa nini kule ulizaliwa? Kama wataweza kuhesabu, sema niko hapo kwa hiyo baraka. Sema niko kwa hiyo baraka. Sema niko kwa hiyo baraka. I wish uelewe siku ya leo. Baraka ile Mungu amekupatia haiwezi kuhesabiwa na ndui zako. Amen. I wish ungeweza kuelewa. Ile baraka Mungu amekuwekea mbele zako haiwezi kuhesabiwa na watu wa dunia. Kile kinafanya unaona watu hawapati ni kulinganisha Mungu wanaona kana kwamba inawezekana. By the way, wacha nikwambie. Wacha kulinganisha Mungu uone kama iwezekani. Yes. Ona inawezekana. Inawezekana. Haleluya. Ona inafanya nini? Inawezekana. Maandiko yanasema ya kwamba akamwambia ninakubariki. Na yote akiweza kuhesabu, wewe usikilize. Usikilize. Kile utafungukiwa nacho, uliza Mungu, ulisema nimebarikiwa kama mchanga wa baharini. Yes. Hello? Are we together jamani? Yes. Wacha kusumbua. Wacha kusumbua. Ibrahim baba yenu katika imani anatumaini kutoka wapi? Tuache kusoma Biblia kama gazeti na nobo. Tusome tukijua kwamba huyo ni Mungu anaongea ndani yetu.
na anatuambia tufanye nini? Akamwambia uzao wako kama kama mtu ataweza kuhesabu ni wangapi wako hapa ndani ya nyumba la Mungu wanaamini ya kwamba ni walaini ya uzao wa Ibrahimu, wamebarikiwa na baraka zenye haziwezi kuhesabiwa, ni kama hii mchanga. Inua mkono wako upigie Bwana makofi na shangwe na vigelegele ile mzuri kabisa. Inuka hata utembee. Mwambie Mungu ni asante. Asante mimi nimebarikiwa. Halo. Hata kukaruka tu mwambie Bwana nimebarikiwa. Haleluya. Wewe karibia hapo. Wacha na huko wewe. Sikiliza. Somebody there. Pigia Bwana vigelegele. Kama unaamini walio. Nimebarikiwa. Halo. Sisi sengine tumefungwa. Hatuwezi tukapokea. Tunakaa tu tukiamini tumelaaniwa. Nimekuja nikwambia hakuna rahana. Aliyembariki Ibrahimu. Hakuna Mungu mwingine aliye juu yake. Hakuna ufalme mwingine ulio juu yake. Hakuna kiumbe kingine kiko juu yake. Na anasema kupitia wewe. Uzao wako unabarikiwa na uzao kama mchanga. You can imagine. Huyu baba yetu katika imani baraka yake ya kwanza hawa ni mifugo. Halo. Sema nimepokea wangu. Mahali waliweka? Nachukua. Fedha zangu. Dhahabu yangu. Na mashamba ya kuweka mifugo. Napokea leo. Napokea leo. Asante Baba. Asante Baba. Mpe Baba vigelegele sasa. Hallelujah. Amen. Unajua kuna kitu kinafanya. Yaani tu unakaaga tu bali mtuni kama kuku ilinyeshewa kitambo, hata iwezi kulalia wewe unakaaga tu ile tu inatupanga tu iwezi lalia hata mayai. Nimekuja niongea na wewe nikwambie, geukia mwenzako mwambie waache hiyo. Mwambie mwenzako waache hiyo. Mungu anajua habari yako ya kesho. Unajisumbua bure. Geukia mwenzako mwambie unajisumbua bure. Ibrahimu hakujisumbua. Alifanya yake. Mungu akafanya yake. Halo. Yaani Ibrahimu alifanya yake. Mungu akafanya yake. Ndio litenganisha na ile kusumbua. Ndio litenganisha na ile kuhangaisha. Ukilitenganisha na hapa mbele. Maandiko inasema ya kwamba alipofika pale mbele, kuna kitu unanifurahisha. Kama mchanga. Halo. Kuna kitu inanifurahisha. Let us do practice. Do practice. Unajua Mungu anamwambia aje? Baada ya kumwambia nitakubariki kama mchanga wa baharini. Can you read for me that verse here? Verse 17. Can you read for me that verse? You know you're not getting what I'm trying to say. Nataka tufanye exercise pamoja na wewe. Ondoka ukatembee katika nchi hii. Enda hapo 16. 16 mbili na huko. Na uzao wako utaufanya uwe kama mavumbi ya nchi. Sema niko hapo. Sema niko hapo. Sema niko hapo. Sema mimi niko hapo. Na ndio maana Mesia alikuja. Maana Baba ananipenda. Na nakumbuka agano. Hallelujah. Amen. Are we together? Tukaingia kwa agano mzuri zaidi ya damu ya mwana kondoo. Hallelujah. Wachana wale wanakutukana. Wachana na hao. Kuna mahali watakuhitaji kesho. Wachana na hao. Listen, let's go. Eti uzao wako nitawabariki kama mchanga wa dunia, kama mavumbi ya nchi. Unajua vumbi ni kitu inapepetwa na unajua uwezi hesabu vumbi. It is something tundogo tunaweza pepetwa na upepo tu. Are we together? Tuko pamoja jameni? Ndio. Are we together? Na baridi, hebu simama vizuri wewe. Maana niko tayari tukaende kufanya mashing sasa ya kupokea. Unajua sometimes tumekuwa watu very lazy ya kuchukua. Lazy ya kuchukua. Wavivu wa kupokea. Leo mimi naondoka hapa nikijua hema yangu imepanuliwa. Naondoka hapa nikiwa nacho. Ndio. Maandiko yanasema nini? Wewe account yako weke pin and don't share. Tufanye nini? Weka pin and don't share. Account yako inakuwa na pin na usishare na mtu. Sivyo wanasema? Wacha kushare maono yako ya kile unaenda kupokea na watu. Unashare pin yako. Wanaanza kuporapora ndani. Usishare tena. Weka lock.
Ambia mwenzako weka lock. Kama mavumbi ya nchi 17. 17 sikia. 17. Utaondoka ukatembee katika nchi hii katika. Ondoka ukatembee katika nchi hii mapana yake. Anza kupima. Na marefu yake. We, anza kupima. Yes. Anza kupima. Ndio. You can do exercise now. Yes. Anza kupima yako. Anza kupima. Pima yako. Yes. Pima yako. Hivyo ndivyo unafanya, unapokea nchi yako mapana yake na marefu yake. Ndio. Mapana yake, marefu yake. Yes. Mapana yake, marefu yake. Halo. Yes. Wewe pima tu kimizaa tu kimadharau tu. Utapata hivyo tu kimadharau. Yes. Ukipima kimungu unaenda kupata kimungu. Yes. Ukipima kimungu, pima. Yes. Maandiko yanasema pima. Enda ukatembee. Yes. Maandiko haikusema ufanye michezo. Unajua nyinyi mnaona kama ukatuni, hamjui ku exercise. Kila mnapewa. Halo, hii ni mambo ya imani. Yes. Unakuja unaambia mtu kwa imani. Amen. Anaenda kupona. Ndio. Mimi na pima yangu. Na wewe pima yako. Mapana ya kuweka magari. Yes. Mapana ya kuweka mifugo. Mapana ya kupanda ngano. Mapana ya kulima mashamba yako. Anza kupima. Manake ushapewa. Mzao wa Ibrahimu. Yes. Ushapewa. Anza kupima mapana. Yes. Hata fundi wanapima nguo yako. Mapana ya unono wako. Yes. Hata mimi napima mapana ya mashamba yangu. Na wewe anza kupima tu. Kaendelea kupima. Ukisha pima ya ploti zako, unaenda kupima ya mifugo. Unapima ya mifugo yako, unapima ya parking, unapima ya magari, unapima ya kuweka ya kuweka mali zako. Anza kupima mapana na marefu yake. We, anza kupima. Yes. Na upimia watoto wako. Ndio. Usikose kupima mpaka ya watoto. Napima. Usikose kupima yako na ya watoto. Mimi napima. Napima hiyo. Unajua my faith inapiaga pepo toka na inakubali kutoka. Hivyo ninapima inaenda. Wewe kaa hapo tu unaona kama akili zangu zimeharibika. Yes. Najua ya kwamba utaelewa ninafanya nini. Utaelewa nikianza kupanda na sitakugawia. Hizi ya kugawa. Rutu ameenda kuchukua yake. Rutu ukwenda kwako. Yes. Ukakule kwako. Bwana sifiwe. Amen. Hallelujah. Rutu akakule ya kwake. Siwezi gawia Rutu. Yes. Rutu ni brothers. Yes. Hakuna kugawia yeye. Hii sasa ni yako na Mungu. Unapima mapana ya magari, mapana ya watoto, mapana ya mashamba ya watoto. Napima mapana ya masomo, mapana ya masomo ya watoto wangu. Haitachukuliwa na mtu, haitaguswa na mtu. Na yapima hiyo kitu unafanya, unapokea hiyo, unaongezeka kwa hiyo. Anza kupima tu. Maandiko yanasema unaanzia kule, kupima mapana yake na marefu. Hiyo nchi yote unaona. Hiyo nchi yote unaona. Yes. Nimekupatia. Anza kupima ukiona wapi. Unataka kufuga wapi? Yes. Unataka kuweka wapi? Yes. Wale wa kuenda Murang'a, wa kununua mashamba ya kuweka majani kule. Yes. Kwa mashamba ya Murang'a. Yes. Wale wa kununua kule kwa Lake Victoria. Dio. Ya samaki. Sikia. Ndio. Sikia. Lake Naivasha. Anza kuona ukipima wewe. Wewe hujui naongea nini? Wewe hujui naongea nini? Juzi nimeenda kwa my cousin in law. Nikasikia amenunua boti zake, amenunua vitu za kufuga samaki. Sasa yeye anataka tu Lake Naivasha anachukua. Wewe. Na hata hajaokoka, ni mlevi tu. Yes. Ni mlevi tu. Na sisi waokovu ndio tunakosa. Walevi ndio upata. Tumekataa, sema nimekataa. Nimekataa. Sema nimepima yangu. Nimepima yangu. Sema ninapima yangu. Ninapima yangu. Dunia itanipita. Dunia itanipita. Hii dunia imebarikiwa. Nikapewa mimi. Kuanzia kwa baba yangu. Ibrahimu. Napokea zangu. Haleluya. Haleluya. Maandiko inasema ya kwamba alipomaliza kupima akajenga madhabahu ingine. Na alipale sasa ninapoenda kumalizia naongea na moyo wako nikwambie mbele yako enda ukainulie Bwana madhabahu. Enda ukajiandae sasa. Ukamwinulia Baba madhabahu. Kwa sababu kuna vitu vya mapana na marefu ameweka kwako. Haujasikia ninasema nene? Kuna vitu anaweka. Ndio mke wangu sioni kama unaisha. Ndio brother, my dear
sister. Wewe umekuja kutafuta uso wa Bwana hapa. Siku ya leo usione kama unaisha. Na ujia na roho yako nikwambie. Wewe unapopima winua madhabahu ya Bwana. Maana madhabahu ya kwanza ya wokovu imeenda kwa Baba. Sasa mwinulie nyingine. Akainua madhabahu pale. Ndio. Halo? Halo. Akamjengea Mungu nini? Madhabahu. Na akalitia jina Lake Mungu pale. Are we together? Yes. Umeinulia Mungu madhabahu. Ukiwa mwenzako mwambie kuwa tayari. Kuwa tayari. Kuinua madhabahu ya Baba. Kuinua madhabahu. Maana mbele yako unazo baraka. Wacheni waambie siri wapendwa. Kwa nini waokovu hawapati? Waokovu hawajui kuinulia Mungu madhabahu. Watu dunia wanajua kupata, maana wanajua kuinulia miungu yao nini? Madhabahu. Unfortunately, kama kuna watu wako na shida ni waokovu. Kwa sababu hao hawajui kuinua madhabahu. Hawajui kuinulia Mungu madhabahu. Wanajua kutukua sarakazi tu vituko. Huwezi enda kwa Mungu na imani na una madhabahu na muinulia bando. Ibrahimu Betheli anainua madhabahu na bando alikuwa hakuwa rich, lakini akirudi kwa ile madhabahu mara ya pili, maandiko yanasema alikuwa rich. Halo? Ukiondoka hapa nimekutangazia wewe ni mbarikiwa. Walio Qur'ani wewe ni mbarikiwa. Yaukia mwenzako mwambie kutoka leo. Usisumbukane na kuona laana. Kuna baraka ndani yako. Na hiyo baraka inaenda ikileta mapana mengine. Kuna baraka zingine mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Igia Bwana Yesu makofi mazuri. Ninapomaliza nasema hivi, ukiondoka hapa jiandae. Jiandae, leo ni 21. Leo ni tarehe 21. Sunday hii inakuja. Jiandae bando. Kuna mapana unaenda kupanuka kwa. Nasema mapana ya mali. Haujasikia bila nimesema? Halo? Haujasikia bila nimesema? Nasema mapana ya mali. Are we together wapendwa? Unajua ninapoongea mapana ya mali, wewe uanze kuona kutoka leo. Hiyo nyumba ulikuwa unaishi kandogo. Ukianza kutoka kandogo, ukienda kwa hiyo nyingine. Na ukianza kwenda kwa hiyo nyingine, uanze kuona ukienda kwa plot yako. Halo? Are we together? Tuko pamoja jamani? Ndio. Tuko pamoja? Yeah. Hautakaa siku saa yote. Hautakaa hiyo saa yote. Utaenda kwa yako. Unapima mapana. Umepima yako? Mke wangu aliniambia jana. Jana nataka tujenge nyumba ya haina mabati. Roof ikuwe ni slab. Inakuwa tu floor uko juu. Kamwambia nitakuonyesha can design. Hiyo ndio itakuwa. Hello? Amen. Are we together? Tuko pamoja jamani? Are we together? Kuwa na maono. Maono ndio inapima, unaweka mapana yake. Alafu unaweka marefu yake. Itakuwa room ngapi? Hapa ni pa kuombea. Hapa ni pa kurelax. Hapa ni pa kichinjio za kuchinja kwa nyumba yangu. Wakati nataka kukula sa kwa nyumba. Hello? Are we together? Tuko pamoja jamani? Waanze kupanua akili zako. Wacha kufanya akili zako sigandamane. Wacha kuweka maono yako mahali wanakuweka. Ondoa maono yako mahali wanakuweka. Hujasikia bado naongea. Hujasikia? Wacha kuweka akili zako mahali wanakuweka. Weka mawazo yako na akili zako mahali Mungu anakuweka. Ibrahimu aliambiwa toka, akaondoka. Na alipoondoka akili zake zilikuwa mahali wanaenda na Mungu. Unajua hakujali na vile wanaongea, hakujali na mambo hiyo. Na ukikutana na wao waanze kuleta magombano, waondokea soka na mbele. Maana hapo mbele si wewe. Ili utimie. Teni doraga. Aishi kama wangejua hivyo. Kama wangejua hivyo mapema, hawangepinga. Lakini ni mzuri wakipinga, maana ni testimony. Kwa yale yote geukia mwenzako, kwa yale yote mwambie yale yote. Kwa yale yote umekuwa nayo. Inakusumbua. Ilikuwa ushuhuda. Sasa ni kipindi za kwenda kushuhudia matendo ya Baba yetu aliye mbinguni. Pigia Baba makofi. Hallelujah. God bless you so much. God bless you. Hallelujah. Amen. And